Amen. Kuna wasionijua. Nafikiri nyote mnanijua. Nashukuru Mungu kwa kunipa hii nafasi ya kwamba tukaabudu tena pamoja. Basi kabla niendelee, niko na rafiki yangu hapa aje tu awasalimie. Labda awaambie jina lake. Amen. Nimefurahi sana kufika hapa. Kwa majina naitwa Grace Mwaura, nashiriki kwa kanisa ya Jesus Celebration Center iko Mombasa. Labda nimesikia. Tunasikia. Nashiriki na Clara ni rafiki yangu, so nilitembelea kwa kanisani na nimefurahi, nimeona ni mahali pazuri. Kuna mazuri kama vile mtumishi wa Mungu ametuambia. Amen. Asante sana na Mungu awabariki. Amen. Asante sana rafiki yangu. Huyu tumejuana miaka mingi sana. Zaidi ya miaka 20. Kama sisi bado ni wadogo kiasi. Bwana sifiwe. Amen. Basi ni vyema kurudi katika nyumba ya Mungu tena asubuhi ya leo. Nashukuru kuwaona, mnajua na wapenda. Nami nashukuru kwa upendo wenu. Kuna wengine hata walinipigia simu wakanisalimia mbali na pasta washirika kadhaa. Nashukuru. Walinipigia wakanisalimia kuonesha kwamba kweli mshirikiano upo. Bwana sifiwe. Amen. Kwa hivyo ni wakati mwema tena ambao Mungu ametupa ili kwamba leo tutashiriki katika neno. Tuna muda gani pasta? Saa 6 na karibu nusu saa. About an hour, okay. Tukiongea kuhusu mambo ya muda. Kuna siku moja nilitoka kanisani. Kule kwetu tunaenda tu masaa mawili, ikizidi ya labda na nusu. Nikifika nyumbani hivi nikapata msichana wangu alichelewa sana hiyo siku kuliko ile kawaida. Nikashangaa kwani kuna nini? Alipokuja nikamuuliza, leo hukuja masaa ile ambayo ninatarajia. Akaniambia, mama, uko kanisani leo? Mhubiri alikuwa ni mama. Sasa huyu mama alikuwa anahubiri akafungua Kutoka, akaenda Habakuku, akaenda Mathayo, tena akarudi Warumi. Alipofika kama misali moja hivi, nusu ya wamama wanangorota. Haya, vijana nao walikuwa wanaanza kusinzia, wazee wameanza kwenda miayo. Hata pasta kichwa chake kilikuwa hivi kwa mikono yake. Baada ya masaa 1:30 alipomaliza, akasema kwanza leo mna bahati sana. Nilikuwa nimepanga kusoma Biblia nzima. Nilisema what? Nikasema simebibiwa kiroho. Maana Amen. Wajua Biblia inataka mpangilio. Sio toke kutoka kurudi sio hata nikamuuliza umeelewa nini? Hata kuweza kunieleza. Yeye alizidi tu na kucheka. Siku nyingine tukamwona huyo mama pasta kama ni huyu. Lakini sitafanya hivyo. Sifanye hivyo leo. Bwana sifiwe. Amen. Basi neno lishaombewa, si ndio? Tunaweza endelea. Kichwa cha ujumbe wetu leo ni usinyamaze. Bwana asifiwe. Nimesikia huyo akisema usinyamaze, nikasema mbona nagusia. Kichwa ni nini? Usinyamaze. Bwana asifiwe sana. Basi tutasoma katika kitabu cha tutatoa story yetu kutoka kwa kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17. Na tunaona kwamba katika huu mlango story yote ni ya Goliathi na nani? Na Daudi. Najua kwamba story ya Daudi na Goliathi ni historia ambayo watu wamejua vizuri sana. Kama wewe ulibahatika kupelekwa Sunday school na mama kwa babako, hii story lazima unaijua nje na ndani. Kwa sababu inakuwa story nzuri sana, watu wa Sunday school wameipenda. Lakini nataka nikwambie kwamba Biblia inasema neno la Mungu li hai. Tena inarudi nasema neno la Mungu linatia uhai. Tena neno la Mungu ni pumzi ya uhai ya Mungu. Kwa hivyo kila wakati unapo interact na neno la Mungu, haijalishi umesoma story muda gani. Cha muhimu ni kwamba ukiinteract ama kuingiliana na neno la Mungu, lazima itaacha kitu moyoni mwako. Neno la Mungu lazima litaacha kitu kitakacho kubariki katika moyo wako. Ni tumaini langu kwamba leo tunapomwangalia Goliathi na Daudi, Mungu ata drop something
something into your heart ambao itakuacha hapa umebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi tukiendelea ni kwamba hii story mwandishi kuanzia tu mstari wa kwanza anatuambia kwamba watu wa Filisti walijipanga, majeshi yao wakajikusanya wote, wakaja mahali ambapo kulikuwa kunaitwa soko. Na mahali ambapo kulikuwa kunaitwa soko kuko nchi ya Yuda. Bwana asifiwe. Tunaona hapo tayari huyu Mfilisti na majeshi yake wameleta uchokozi mpaka mlangoni mwa Wayahudi. Bwana asifiwe. Amekuja katika nchi ya Wayahudi. Hatuambiwi alichokozwa. Hatuambiwi kuna sababu fulani ambayo ilileta hizi vita. Tunachoona ni kwamba wamejipanga na wako tayari kupigana. Hapo tayari unaona kwamba shetani si lazima umfuate kule ba. Bwana asifiwe. Si lazima uende sijui wapi ndio ukutane naye akutese. Analeta vita mpaka mlangoni kwako. La muhimu ni kwamba je, uko tayari? Kwa sababu ataleta bila sababu. Hapa hatuambiwi kwamba walichokozwa hao Wafilisti. Tunaambiwa tu walikuja na walikuwa tayari kupigana. Bwana asifiwe. Amen. Mbali na kuwa walileta hizi vita mpaka kwa territory ya Wayahudi, ya pili ni kwamba walikuja tena na sheria. Hao ndio walio wachokozi na ndio walioko na sheria. Wanasema kama hapa hizi vita basi si vile mnavyojua, kwa sababu tunavyojua ni kwamba vita ilikuwa ni jeshi na jeshi wakipigana. Hawa wakasema basi hapo ni mtu kwa mtu. Vita hivi sheria ni kwamba mimi Goliathi nasimama mbele, nikitaka kwamba nyinyi mpeane mtu ambaye tutakuja tufanye nini? Tupigane naye. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Halafu Goliathi akasema, huyo mtu mtakayenipatia basi ninapompiga na kumuua, saishi hapo, nyinyi nyote mtakuwa watumwa watu. Kwa hivyo kulikuwa kuna mengi, wazungu wanasema those are not at stake. Okay? Ilikuwa ni taifa zima, mtu wao akifa taifa zima linachukuliwa mateka. Na Waisraeli walikuwa wanajua ni nini kuwa katika mateka. Ni nini kuwa katika utumwa. Sasa hapa ulikuwa utumwa ni kama bado unataka kufufuliwa na kuanza tena. Bwana asifiwe. So unaweza fikiria tunakuwa kwa siku 40. Mchana na jioni. Kwa siku ngapi? 40. Tunaambiwa Goliathi. Okay, mahali ambapo walikuwa wamekaa, wamejipanga, ilikuwa kunakuwa katikati yake kulikuwa kuna valley of Elah. Kulikuwa kuna valley hapo katikati yani bonde. Okay? Na upande huu kuna mlima, upande huu kuna mlima. Sasa upande huu ni majeshi ya Wafilisti, upande huu ni majeshi ya nani? Ya Waisraeli. Katikati ndio kulikuwa kuna bonde, ambalo hili bonde lilikuwa sasa linataka kufanya nini? Bahali watakao pigana wale representatives. Okay? Kulikuwa kutoke mtu mmoja nimewaambia ambaye angekuwa ni mwakilishi wa taifa hili na mwakilishi wa taifa hili wapigane pale katikati. Hao majeshi wote wasimame waangalie. Hizo zilikuwa si vita za kawaida. Sasa tunapata hapa kwa siku 40 Goliathi alisongelea majeshi ya Mungu akisema kwamba Sauli, nipeni mtu nipigane naye, na nikimpiga nikimmaliza nyinyi ni watumishi wetu. Tunaambiwa maneno haya Sauli na majeshi yake waliposikia yaliwatia uoga, wakatia wasiwasi, wakatia kutokuwa na tumaini, kwa sababu yenyewe kulikuwa kimwangalia Goliathi ushaconclude kwamba ushindi ni wake, kwa sababu ya vile alivyovaa, kwa sababu ule mwili wake, kwa sababu ya zile silaha alizokuwa nazo. Yeye na ile maneno aliyotoa ilikuwa pia ni kama silaha, kwa sababu alitumia maneno kuwatia uoga. Hivyo ndivyo shetani anavyofanya. Amen. Bwana sifiwe. Mara nyingi kabla kuguse amekutia uoga. Atanena mabaya, atanena mengi katika mawazo yako. Wewe utafikiri ni mawazo yako, lakini ni yeye anaongea. Na akishaongea anakutia uoga, anakumaliza na uoga kabla hata kuguse. Kwa hivyo tunapata kwamba kwa muda mrefu wa siku 40 Goliathi alisimama na kaitana. Kitu cha kunishangaza hapa ni kwamba Goliathi ina nguvu zake zote. Okay?
alivumilia hizo siku zote. Je, unaona mkono wa Mungu hapo? Kwa sababu angesema mimi nimeuliza siku ngapi? 20. Hakuna aliyetoka, ngoja niji. Nani angemzuia? Angesema nimezungumza mwezi mzima, hakuna anayetoka. Sauli, mbona unanidharau? Wacha nikujie. Lakini alikuwa akifika mahali hasongi. Bwana asifiwe. Ataongea, atawatisha, lakini hasongi. Sijui mnaona mkono wa Mungu hapo. Bwana asifiwe. Always God is behind the scenes, controlling everything. Amen. Because huyu alikuwa na uwezo wa kuamaliza. Alikuwa halazimishwi na mtu kukaa hizo siku zote 40 akiitiana. Angechoka siku 27, angechoka siku 32, akaamua leo kama hamji na wajia. Lakini alisimama. Halafu pia sasa ule wasiwasi uliokuwa katika mioyo ya hawa watu, walikuwa kimsikia na nini, wanajificha, wanaogopa, wako katika hali ya kukosa tumaini, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba hakuna mtu mmoja anaweza pigana na yeye. Sasa siku zote wakawa hizo siku zote ikawa wanajiona wako katika giza, wako mahali ambapo they felt trapped, wamenaswa mahali, wako katika giza, wako katika shimo la utelezi, wako katika hali ya kukosa matumaini, maana walikuwa hawaoni mwangaza kule mbele. Amen. Mpaka Daudi alipofika. Na cha muhimu hapa kuona pia ni kwamba yule mtu tulikuwa tumeambiwa kwamba anaongea mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Mbona Daudi hakuja saa 6? Bwana asifiwe. Angalia mkono wa Mungu nyuma ya hii yote. Mbona Daudi hakuja saa 6? Kumbuka Daudi hakuwa amekuja kupigana. Daudi alikuwa ametumwa alete chakula. Na alikuwa aje alete chakula kwa ndugu zake, apate habari zao, arudishe kwa baba. Angekuja saa 6, hangesikia maneno Goliathi aliyoongea. Okay? So nataka uone hapa nyuma vile Mungu ana control kila kitu. Daudi akaja na akaja kwa wakati uliofaa, kwa sababu alipoingia tunaambiwa kwamba hiyo ndio time ambayo Goliathi alikuwa anaongea. Na yale maneno ambayo alikuwa anaongea yaliyofanya hawa majeshi kwa siku 40 watoroke, kwa siku 40 washiwe na nguvu, kwa siku 40 wajisikia kwamba ni duni. Yale maneno ndio Daudi aliyoyasikia. Lakini those words start something different in Daudi. Okay? Amen. It starts something so different. Badala ya yeye akimbie, alitaka kufanya jambo. Bwana asifiwe. Amen. Badala maneno kumtisha, badala maneno kumtia wasiwasi, badala maneno kumtia uoga, yalimuingiza ndani yake ile tunaita holy anger, and he wanted to act and right now. Bwana asifiwe. Amen. What is the difference between Daudi na hawa majeshi ya Sauli? Bwana asifiwe. So Mungu akamleta on time kwanza, kusikia na masikio yake, sio ati aulize kuna nini. Alipoyasikia yale maneno, Daudi aliamua ni siku ya leo nitadili na hii kitu, si siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaambiwa kwamba Daudi akaenda akaulizia kuhusu vita. Kwani ni nani mtu atafanywa nini anapoua huyu jitu? Of course, kila mtu ambaye alikuwa pale alimpa good advice. In quotes. Advice alimwambia usijaribu. Usijaribu kwenda. Wewe ni kijana. Hata alipofika kwa Sauli. Kumbuka Sauli alikuwa ndiye mfalme. Na yeye alikuwa desperate kupata solution kwa sababu kila mtu anamwangalia yeye. Lakini solution ilipofika, solution kwake hakuona kama it is in the right package. Akamwangalia Daudi akamdharau. Akasema okay, hata kama nimechoka, hata kama tumengoja siku 40, hata kama mimi mwenyewe naogopa, na ninahitaji sana solution, si kutoka kwako. Wewe ni kijana. Angalia huyu mtu amekuwa katika hii kazi ya kupigana kutoka akiwa mdogo, katika youth, katika umri wake wa ujana. Saa hii wewe ni kijana. Hata si ati mmoja wa majeshi yangu, labda angekuja ndugu yako. Unakumbuka Daudi alikuwa na ndugu zake wengi na wote walikuwa hapa. Labda Sauli alifikiria ingekuwa ni Abina, you know, haya majina, angekuwa ni wewe ndugu yako, labda ningemsikia. Lakini kijana wewe ni mdogo, jambo la kwanza. Jambo la pili, hata ujui mambo na majeshi.
nilipoona ile determination iliyoko ndani ya huyu kijana, hajaweza mzuia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitu napenda kuhusu Daudi, hayo yote hayakumvunja moyo. Unajua yeye alikuwa amekuja hiyo mara kwanza. Okay? Sasa kama kila mtu anasema usiende, lazima utajiuliza mara pili. Ungekuwa wewe ungerudi nyuma ukasema hawa wao wana experience wote. Kila mtu anaambia niseme kwa nini nini? Tayari hapo ukianza kujiuliza hivyo, ni step moja umerudi nyuma na umejitia uoga pia. Lakini Daudi akasema, sikia, mimi na historia na huyu Mungu wangu. Kule ninakotoka, unaona kama kijana ndio sikatai, lakini nishapigana na simba, nishapigana na dubu, na kwa ajili hiyo huyu ndiye hatamshinda. Kwa historia ndani ya Mungu aliyokuwa nayo, ikawa jambo moja la kumfanya nini, na kumpa step ya kwenda mbele. Sasa akaona Sauli, akaona determination, akaona huyu siwezi mzuia. Sauli akamwambia enda, na wacha Mungu awe pamoja nawe. Na tulipoona tunamuimagine, ukisoma Biblia unaruhusiwa kuimagine, si ndio pastor? Nikiimagine Daudi akigeuka na kutaka kwenda, Sauli anamrudisha. Anamwambia njoo kidogo. You are too open. Angalia haukai kama jeshi. Hebu leteni helmet tumweke. Hebu leteni sijui nini tumvalishe. Hebu leteni mkuki panga ashike huyu kijana. Unaendaje vitani like that? I think you're too open. Njoo tukusaidie. Na ingekuwa majenzi wa leo, wangechukua selfie na kuweka kwa Instagram. Kanya wako amevalishwa anakaa kama jeshi. Facebook zote, mapicha zote angejipiga wa selfie na kupost. Lakini sio Daudi. Daudi alisema, okay fine mnivalishe. Lakini alipopiga step, hata kutembea hawezi. Sasa kwake yeye ilikuwa ni mzigo badala ya msaada. Akasema ondoeni hizi vitu zetu. Hebu mnipe uhuru wangu niondoleeni hizi vitu. Na alipozitoa tunaambiwa alianza kwenda. Na hakika kila jeshi alisimama. Kila aliyemgoja na kusikia hizo siku 40 Goliathi ya kuongea, leo hii kumetokea mtu, kila mtu alisimama akitaka kujua kutakuwaje. Na uzuri ni kwamba walikuwa wako juu. Unajua hata hizi stadium hazikai kama hivi. Stadium ziko hivi. Zikipa nafasi kila mtu kufanya nini? Kuona chenye kinaendelea. Na tunakuwa wale walikuwa mlimani, kwa hivyo kila kitu kilikuwa wazi. So tunaona Daudi akiteremka. Na akiteremka ile vali, akifika pale, yule Goliathi akamuona. Akajiuliza moyoni mwake, kwani mimi siku 40 nimemwambia Sauli anipatie mwanaume tupigane. Ni huyu mtoto mnanipea? Yale madharau ambayo nilikuwa nayo. Unaona, ngoja nikupe mfano. Tulipokuwa primary school, ona ile break time imeisha alafu bado unadandarana. The teacher on duty akikuona anakupa tu one look like this na unatoroka. Unasema utaambiwa kitu na mtu, utajipeleka mwenyewe darasani. Hivyo ndivyo ilivyokuwa siku ile. Daudi akashuka. Makosa aliyofanya ni kwamba aliunderestimate Daudi. Daudi aliposhuka akapata Goliathi akiongea, akamwambia, njoo. Unaona mimi ni simu, unaona mimi ni jibwa, unanikujia na kijiti. Nakwambia njoo basi. Na ukija nitapeana mwili wako wapi? Kwa wanyama pori. Daudi naye hakunyamaza. Ndio nakwambia usinyamaze. Nataka paso tusomee conversation between Daudi na Goliathi. Mstari wa 43 hadi 47. Hiyo 17. First Samuel 17 from 43 to 47. Samueli wa kwanza 17 43 mpaka 47. Akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata unanijia na fimbo? Yule Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Tena Mfilisti akamwambia, njoo hapa, nami nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni nyama yako. Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia na upanga, mkuki na fumbo, lakini mimi ninakujia
kwa jina la Bwana mwenye nguvu zote, Mungu wa majeshi ya Israeli, ambaye wewe umemtukana. Siku hii leo Bwana atakutia mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukukata kichwa chako. Leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya jeshi la Wafilisti, nayo dunia yote itajua kuwa yuko Mungu katika Israeli. Wale wote waliokusanyika hapa watajua kuwa Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, kwa kuwa vita ni vya Bwana, naye atawatia wote mikononi mwetu. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona hapa Daudi alipomuona Goliathi, Goliathi alipomuona Daudi anakuja, akamwambia, kwani mimi unaona ni jibu unanifuata na fimbo? Naye akamlaani na miungu yake. Na tunaona hapa naye Daudi hakunyamaza. Daudi naye akamwambia, unanijia kwa mikuki na nini na fumo na panga, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana Mungu mwenye nguvu zote, ambaye wewe jeshi lake umelitukana kwa muda wote. Kwa hivyo akasema, leo hii si kesho, leo hii nitakukata kichwa. Kumbuka hakuna upanga mkononi mwa Daudi, lakini nitakukata kichwa na nitapeana mili ya majeshi yako wote kwa ndege wa angani. Nakwambia Daudi, hapo ninaamini ndipo wakati vita viliamuliwa, kwa sababu yule ameleta Mungu wake na huyu naye yule amemkana na Mungu wake, na huyu naye ameleta Mungu wake katika vita vyake. Sasa nataka tujiulize, jitu ni nani pale? Ni yule ambaye ana Mungu wa small g, ama ni huyu mwenye Mungu mwenye nguvu zote? Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tunapata ya kwamba Daudi hakunyamaza, na kwa sababu hakunyamaza tunapata ya kwamba hapo ushindi ukaamuliwa. Hapo vile vita vikafanya nini? Vikaamuliwa. Kwa sababu Mungu alichukua usukani. Daudi uzuri wake hakusema kwamba wewe jitu ninakuweza, huwezi kitu. Ali acknowledge kwamba huyu ako armed vizuri sana. Akasema una mikuki, una nini, una panga na pia una fumo. Okay? Wewe unanikujia na hizi vitu hizi. But remember, you have the arm of flesh on your side. Mimi nina Mungu na nakujia kwa jina la Mungu. Na kwa sababu mimi nakujia kwa jina la Mungu, leo hii nitakukata kichwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maneno aliyotamka Daudi yakawa ni maneno ya imani. Ndio nimekuambia usinyamaze. Kwa sababu ukinyamaza unafungia imani yako ndani yako. Bwana asifiwe. Watu wanasema faith is released through what? Speaking. Yesu mara mingi akaambia watu kwamba ukiongea na mlima huu utapata unayosema. So Daudi alipoongea yale aliyoyasema yakafanyika yale. Tunakuwa kwamba hizo vita hasikumaliza hata dakika kidogo. Na tamani Daudi angekuja kabla ya siku 40. Hizi vita walikuwa wangemaliziwa kitambo sana. Kwa sababu Daudi alipofika pale, huyu alipomlani na Mungu wake na huyu aliposema na kujia kwa Mungu wake, alichukua ile panda yake na alipomlenga haikumaliza hata dakika moja. Goliathi alikuwa chini. Haikumchukua muda, Goliathi alikuwa chini. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo alilotamka Daudi ndilo alilolipata. Bwana sifiwe sana. Alilolikiri Daudi na mdomo wake ndilo lililofanyika nini? Ndilo lilifanyika. Kwa hivyo hapa tunapata kwamba Mungu akaleta ushindi. Kwa sababu Daudi alifanya nini? Alitumia jina la Mungu wake kuangusha nini? Kumwangusha Goliathi. Haikujalisha Goliathi uko kiasi gani cha size. Kwa sababu akimjia kwa jina la Mungu wake, ushindi tayari umepatikana kabla hata vita aanze kupigana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hapa tunaona Daudi Goliathi akaanguka, akakatwa kichwa. Kwa hivyo hata sasa hivi ukimpitia karibu na atakufanya nini na hana kichwa? Hawezi kukufanya kitu. Ushindi ushapatikana. Sasa nataka turudi kwa hawa watu. Baada ya ushindi ushapatikana, ngoja kwanza nikurudisha nyuma kidogo. Daudi alipomuona Goliathi mara ya kwanza, aliposikia haya maneno Goliathi anaongea mara ya kwanza, alisema aje? Who is this uncircumcised man? Ni nani huyu mtu asiyetahiriwa? Daudi hapo anaongea kuhusu mambo yanayofanywa vijana wadogo.
Okay? Zile surgery vijana wanafanyiwa. Hapo anaongea kuhusu hiyo. Covenant of God ndio alikuwa anaongelea. Akisema kwamba hujatahiriwa anamaanisha kwamba hauko chini ya uvuli wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo kama wewe hujatahiriwa, wewe si mmoja wetu. Tayari mimi naona kwamba hauna nguvu bali. Kwa sababu wewe haujatahiriwa, hauko katika maagano ya Mungu wetu. So sisi ambao tuko katika chini ya maagano, tunakushinda hata regardless of your size. Bwana asifiwe. So huyu Daudi alielewa jambo. Alijua kwamba generations kadhaa nyuma Mungu aliongea na nani? Na Abraham baba yao. Na kaandika na Abraham covenant. Ilichora covenant pale. Na Mungu aliongea mengi kati yake na nani? Na Abraham. Moja yapo ni kwamba mimi nitakuwa Mungu wenu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nitakuwa Mungu wenu. Na kama mimi nitakuwa Mungu wenu basi nitatetea taifa langu. So Daudi akawa anajua maagano yaliyofanywa, onata anayakumbuka. Kwa sababu ni hakika kabisa Sauli pamoja na wote walijua. All of them were under the same covenant. Mwacheni Goliathi kidogo. Wacha tuangalie ili jeshi la Mungu. Wote walikuwa chini ya covenant of God, si ndio? Wote walikuwa wamejua ya kwamba ahadi za Mungu ni upande wao. Walikuwa wamejua ya kwamba anaitwaje, Abraham, Isaka na Yakobo, kulikuwa kuna jambo ambalo lilipitishwa katika damu yao. Kulikuwa kuna jambo lilipitishwa katika generation na family zao, ambalo ukilikumbuka you already a winner. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tukapata ya kwamba Daudi akakumbuka, na si kukumbuka tu. Okay? Akalifanyia kazi. He acted on it. Kwa hivyo tunapata kwamba tofauti ya hawa Sauli na jeshi lake na Daudi. Hebu tuwaite team David and team Saul. Tunapata kwamba team Saul, kitu kilichowasumbua ni kwamba there was too much full of fear. Walikuwa wamejazwa na uoga mwingi mpaka hakukuwa na nafasi ya imani. Daudi naye akawa amejaa imani nyingi, hakukuwa na nafasi ya uoga. Bwana asifiwe. Unajua uoga na imani, they are two different things about they work opposite. Ndio maana Sauli, Goliathi akatumia uoga kwanza kuconquer. He conquered them first in their hearts before he can conquer them physically. Okay, kwa hizo siku 40 he used words of fear. He used words of intimidation. Na kwa sababu hiyo aliendelea kuwadhoofisha. Na hivyo ndivyo shetani anafanya kazi. Hata kitaka kukuangusha wewe hata kitaka kukuua physically, yeye huwa atumii mkono kwanza. Anaanza kukutia uoga. Utafungua mwenyewe mlango kwa uoga. Na ukisimama na hadi za Mungu, lazima shetani ataenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaambiwa hawa walileta vita mpaka kwa territory of the children of Israel. Unaona? When they reached there, wakaanza kutumia uoga. Wakaanza kuleta sheria ambazo zilifanya kwa hawa watu wadhoofika na kudhoofika. Goliathi hata akisimama pale, alijua kivyo vyote yeye ndiye mshindi. Alijua kivyo vyote ushindi ni upande wake. Lakini chenye hakujua ni kwamba katikati yao, miongoni mwao, mlikuwa mna wale ambao wanajua Mungu ni nani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Daudi alichukua nafasi kwa sababu yeye alikuwa anakumbuka kwamba Mungu yu upande wao. Ameapa. Wajua Mungu aliapa. Alimwambia Abraham. Najua Mungu ni Mungu. Si lazima aape ndio tumwamini, si ndio? Tunajua yeye maneno yake kila siku ni mkweli. Lakini akamwambia Abraham kwamba mimi nitakuwa na wewe na uzao wako, mimi ni Mungu wewe. Unajua wakati huo watu walikuwa wanaona miungu ni miungu ya territories. Ndio maana unasikia Mungu wa Ekroni, Mungu wa Moabu, Mungu wa Israeli. Hawakuwa wanajua Waisraeli ndio Mungu wa dunia nzima wakati huo. Bwana sifiwe sana. So Mungu wa dunia nzima, Mungu mwenye uweza wote, Daudi akamtambua ni yupi. Na kwa sababu hiyo yeye he acted in courage. Yaani kile jambo alilolitenda na ujasiri. Ndio maana napenda ule wimbo kijana aliimba, nina siri na Yesu ndio inanifanya niwe jasiri. Bwana sifiwe. Kama una siri na Yesu, kule kwa sirini unaye na Yesu, unapokuja in public una ujasiri. Kwa sababu Mungu amekutia nguvu.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapata ya kwamba the covenant wale wa Israeli na Sauli wakawa wameelewa, lakini haikuwafaa. Kwa nini haikuwafaa? Hawakuichanganya na imani. Bwana asifiwe sana. Sasa tusomee Waebrania 4 mstari wa 2. Waebrania 4 mstari wa 2 nasema hivi: Kwa maana sisi pia tumesikia Injili iliyohubiriwa kwetu kama nao walivyosikia, lakini ujumbe ule waliosikia haukuwa na maana kwao, kwa sababu wale waliosikia hawakuchanganya na imani. Bwana asifiwe sana. So unaona hapa kwamba huyu mwandishi anasema ya kwamba kuna injili iliyohubiriwa wale, anaongea habari za Waisraeli. Kuna injili waliohubiriwa, hiyo injili ikahubiriwa wengine, lakini injili wale haikuwafaa kitu. Bwana asifiwe. Sababu ni nini? Hawakuchanganya na imani. So kuhubiriwa sio kwamba inamaanisha kwamba utaishi na breakthrough ama utaishi ukiwa mtu ambaye unaishi maisha ya victorious life. Okay? Mungu ahadi za Mungu ama the will of God, mapenzi ya Mungu ni kwamba kila Mkristo awe ana nguvu, kila Mkristo awe anaishi maisha ya ushindi, kwa sababu neno likisemwa ni kwetu sote. Bwana sifiwe. Lakini je, lile neno ambalo litasemwa kwako litakufaa aje? Litakufaa ukichanganya na imani. Ndio maana unapata jeshi nzima liko kando, Daudi mmoja neno likamfaa. Bwana sifiwe. Daudi mmoja akichukua hatua kwa sababu ya lile neno ambalo alijua, akaona matokeo. Na hapa kweli nashukuru Mungu kuona kwamba yeye ni kijana, yeye hana experience. So haimaanishi kwamba kupitia na only those who are experienced wanapata ushindi. Si watu wa experience, bali ni watu waliotegemea Mungu wanaopata ushindi. Bwana sifiwe. So haijalishi uko kiwango gani, lako wewe ni kuamini, lako wewe ni kujitia nguvu katika maneno yale Mungu ashasema. Kama Mungu amesema. Bwana sifiwe. It is final. Mungu akisema amesema. Mtu mwingine yote ni muongo. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Ya mwingine yote, let God be true and every man be a liar. Haijalishi daktari amekwambiaje. Kama Mungu amesema kwa kupigwa kwa Yesu umepona, simama na hilo neno. Bwana sifiwe. Maana unapolijua ndio litafanya kazi katika maisha yako. Unapolijua na unapochanganya na imani litafanya kazi katika maisha yako. Bwana sifiwe sana. So agano likawa ndio neno lililomtia nguvu Daudi. Agano lake la Waisraeli na Mungu. Na si agano tu, kujua agano na kuchukua hatua. Bwana sifiwe sana. Tena hapa tukienda mbele tunapata ya kwamba Daudi akapata ushindi wake. Bwana sifiwe. So tunapata kwamba ushindi wa Daudi kwanza ulikuwa ni kwa utukufu wa Mungu. Kwa sababu hapo hivyo 47 mpaka 43 hadi 47 kunasema ya kwamba walipokuwa wanaongea, Daudi alisema nitakukata kichwa, Mungu atakutia katika mikono yangu, si ndio? Ndio nakuuliza, katika huu muda wote wa siku 40, ile nguvu ya kutia Goliathi katika mikono ya Waisraeli ilikuwa kama haikuwa? Kwa nini haikufanya kazi? Bwana asifiwe. Hakuna aliyechukua hatua. Because Daudi hakusema kwamba mimi kwa sababu I'm the next king, mimi ndo nitachukua ushindi. Alisema ni Mungu atakayekutia katika mikono yangu. Kuonyesha kwamba yoyote anaweza, si ndio? Yeyote aliyesimama, angesimama mwingine, mimi na hakika Mungu angemtia Goliathi katika mikono yake bado. Lakini Daudi akasema ni Mungu atakayekutia katika mikono yangu. Na hivyo vikafanyika. Maana alitamka, aliongea, na aliyoongea akapata. Bwana sifiwe. So hapo Daudi akasema kwamba wote watajua kwamba kuna Mungu Israeli. Mungu atakutia kwa mikono yangu, nitakushinda, atakukata kichwa. Kila mtu ajue kwamba kuna Mungu aliye hai katika nchi yetu ya Israeli. Bwana sifiwe. So ushindi wake ilikuwa for the glory of God first. Okay?
number one, ushindi wake ulikuwa ni kwa utukufu wa Mungu. Maana kupitia na ushindi huu wote walijua kwamba kuna Mungu aliyeko Israeli. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza. Ya pili ilikuwa ni kwa sababu ya masomo ya hao wengine pia wasome. Kwa sababu inasema all assembly. Pasa tusome. All assembly hapo chini. Enda hiyo 40 na hiyo 43 okay. Okay, kuanzia 47 inasema nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana okay. Tuanze hiyo hapo juu. 46. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani, na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili ni kwamba nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana. Bwana sifiwe. So hapa ilikuwa kwanza ni kwa utukufu wa Mungu, si ndio nimesema? Pili ilikuwa ni jamii pia wajue kwamba Mungu si lazima upanga wala ngao wala mikuki ili aweze kuokoa. Bwana sifiwe sana. Unajua kwamba hawa majeshi walikuwa wamezoea, na ndugu yetu labda anaweza kutuambia pale kwamba hakuna mtu ataenda vitani bila bunduki. Hakuna mtu ataenda vitani wakati wa bila mikuki, bila mfumo na bila panga. So Daudi anawaambia hapa, Mungu wetu si lazima mikuki wala panga ili aweze kuokoa. Hata bila hizo vitu Bwana anaweza kuokoa. Bwana sifiwe. So aliwafunza hawa majeshi. Alisema ni kwa Mungu wajulikane kwamba yuko katika nchi yetu, na kwa jamii zote zijue kwamba Mungu si lazima upanga wala mikuki ili aweze kuokoa. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo wale wanaotegemea mikuki, wanaotegemea panga ili kuokolewa, nataka niwaambie leo kwamba that is an arm of flesh. Haiwezi kukusaidia. Bwana sifiwe sana. Nakwambia kwamba kuna there are two aspects to everything we go through. Kila majaribu ambayo utapitia, kuna two aspects. Ama kuna tuseme pastor, two aspects. Yaani kuna pande mbili. Kuna pande mbili kwa kila jambo utakalopitia. Pande ya kwanza ni ya kiroho, pande ya pili ni ya kimwili. Mungu asiposhughulikia pande ya kiroho, hata wewe ukishughulikia pande ya kimwili utangangana bure. Bwana sifiwe. So always wacha Mungu ashughulikie pande ya kiroho, na the rest of the things will align. Bwana sifiwe. Once the Lord works on your spirit, once the Lord addresses ile upande ya kuwa ni ya kiroho, utapata kwamba the physical must align. Bwana sifiwe. So the physical world is always controlled by the spiritual. Na hiyo spiritual world is stronger. Bwana sifiwe. Na tunapata kwamba hapa Daudi alipokuwa na ule ujasiri, alikuwa anajua ameplug imani yake wapi. Bwana sifiwe. Hakuenda tu pale kwa sababu alisikia kwamba Mungu ana maagano na Waisraeli. Hapana, alikuwa ameenda maana anajua, sikusikia tu, lakini anajua alisikia na pia akaconnect imani yake kwa hiyo source. Bwana sifiwe. Unapoona stima hapa kwa plug, labda hata kwa nyumba yako, usifikiri imetoka hapo kwa ukuta. Ukijua imetoka wapi. Tuseme mimi kuna wakati nilipata chance ya kwenda Rift Valley, nikaona pahali ambapo stima inatoka. Na kwambia hata ukiwa huko barabarani utasikia vile kuna nguruma. Mimi nilishtuka, nakwambia tu kweli. Alipo unateremka ni kama mahali kuna vani. Karibu niambie mzee, jamani hebu tuweke gari kando tushuke polepole. Si tukateremka tukaingia kwa hizo makelele. Na kwambia kule kuna moshi unaruka mpaka hewani. Moshi unaruka, moshi uko moto na unatoka chini. Wanaita geothermal wazungu. Na kwambia usikaribia hapo pahali bila watu ambao wamezoea. Unaweza jipata hapo umeungua vibaya sana. So moto stima zinatoka huko. Wewe ukiplug hapa stima microphone ama chochote, utafikiri inatoka kwa ukuta. So the same way imani yako haiwezi kuwa shallow. Plug your faith kutoka the source. The
The source is the other world, not here. The source is Christ. Bwana asifiwe. Unapoweza kuplug imani yako kwa the source who is Christ. Hebu nataka nikwambie leo, nikuhakikishie you can face anything. You can face any problem with that kind of faith.